maswali yanayolenga kuboresha maisha, period. Hayo ndio maswali ya msingi ambayo huwa nayapenda. Boresha maisha yako, kutokuwa tegemezi. Wanawake wanapenda sana kutegemea wanaume, wanafikiri hatima ya maisha yao iko kwa wanaume. Hivyo, yani kuboresha maisha yako, kutokuwa tegemezi, kujisimamia, kuhakikisha unakuwa ni mwanamke kama wa Mithali ya 31. Manake unatija, una faida. Familia yako inafurahia uwepo wako kwenye maisha yao. Unaona mashamba unanunua, ili ununue mashamba lazima uwe na kipato, lazima ujifunze kutengeneza kipato. Napenda sana kutoa mfano wa Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi. Kwa wale ambao wanaijua Biblia au Wakristo wanaelewa Roho Msaidizi. Mungu alivyomuumba mwanamke, alimuumba kuwa msaidizi kwa mwanaume. Sasa tumekuja kugeuka kuwa magolikipa. Tumekuja kugeuka kuwa mategemezi. Tumekuja kuwa yani watu ambao hatuna tija. Tunachojua tu ni kuzaa. Then unazaa watoto ambao huwezi kuwahudumia. Matokeo yake unaanza kuhangaika. So kazi yangu mimi ni kuwakumbusha wanawake kusudi ambalo Mungu alitupa la kuwa wasaidizi. Tujiandae kuwa wasaidizi. Tusikimbilie shortcut za kutaka kuwa tegemezi na kuona unafuu huko kwa wanaume. Huo unafuta uona siku za kwanza, lakini maisha yatakayoendelea baada ya hizo siku za kwanza yatakuwa ni magumu sana. So mwanamke, hakikisha unajiandaa kuwa msaidizi. Sio kwenda kuwa mchwa. Mchwa, unamjua mchwa wewe? Mbao unaiona nzima kwa nje lakini kwa ndani imekwisha. Kama wewe unakwenda kwa ajili ya kuchukua tu fedha za familia, fedha za mwanaume au mume wako, then wewe sio msaidizi. Inabidi uwe na jina lingine, sio msaidizi. Lakini kwa mwanamke ambaye una ndoto ya kuwa msaidizi siku moja, kwamba una familia, una mume, lazima ujiandae kuwa msaidizi, na sio kwenda kuchukua kwenye familia, kwenda kuongeza. Kama ambavyo mwanaume anakupa mbegu tu, alafu ile mbegu wewe unaigeuza inakuwa mtoto. Basi huo uwezo upo katika kila kitu. Upo pia katika uchumi, upo pia katika maendeleo ya familia kwa ujumla. Hiyo nguvu na uwezo wa mwanamke amewekewa ndani yake kama uwezo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu tunajua kazi zake. Kama hujui kazi zake, soma Injili. Ukisoma Injili, kazi zote ambazo Kristo alizifanya ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. So huyo Roho Mtakatifu ndio tunaye katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa mwili, mwanamke amepewa hicho cheo. Katika ulimwengu wa mwili, sisi tunaishi kama wasaidizi katika mwili. Haya, somo hilo. Umelielewa hilo somo? Ukilielewa usumbuki. Ukilielewa upati shida.